Habari marafiki, jina langu ni Kevin South. Nina heshima ya kuhudumu kama mkuu wa seminari ya theolojia ya Afrika Kusini inayojulikana zaidi kama SATS, na nina heshima kubwa ya kushiriki mawazo kadhaa nanyi kuhusu jinsi tunavyoweza kuboresha urahisishaji wetu. Kwa maneno mengine, jinsi tunavyoweza kusaidia wanafunzi kujifunza vizuri zaidi. Nitafanya hivyo kwa kuwaonyesha kanuni mbili tu, misemo miwili. Kisha kualika mziweke katika vitendo kwa kufikiria jinsi unavyoweza kufundisha moja ya matokeo katika programu ya Reforma. Hivyo basi, huo ndio mpango wetu, kanuni mbili za kuboresha urahisishaji wako. Kisha nitawaalika mziweke hizo katika vitendo kwa kufikiria jinsi unavyoweza kufundisha matokeo ya kwanza katika programu ya Reforma. Hivyo basi, tuanze kuboresha urahisishaji wetu. Kabla sijaanza, ningependa kuwaomba mjigawanye katika makundi ya watu 3 au 4, angalau muwe na washirika kadhaa ambao mnaweza kujadili nao jambo, kwa sababu nitawaomba video isimamishwe mara kadhaa. Na kualika mjadili swali miongoni mwenu, kutoa maoni katika muktadha wa kundi lenu la moja kwa moja, kisha tutaendelea na uwasilishaji wa video. Basi bila kuchelewa zaidi, hebu tuzungumze kidogo kuhusu jinsi tunavyoboresha urahisishaji wetu. Tunatazama kanuni mbili. Kwanza, angalia picha hii. Hii itakuwa ni ufahamu wa kawaida wa mtu katika kitendo cha kufundisha. Swali langu kwenu ni, kufundisha ni nini? Kufundisha ni nini? Nitawaomba kwa muda mfupi mjigawanye katika makundi yenu madogo na mshirikiane mawazo kuhusu kufundisha ni nini. Mnapofanya hivyo, fikirieni tofauti kati ya kufundisha na kuzungumza hadharani. Je, kuna tofauti? Je, ni kitu kimoja au kuna tofauti yenye maana? Basi tofauti kati ya kufundisha na kuzungumza hadharani ni ipi? Swali jingine unaloweza kutumia kufafanua wazo la kufundisha ni, utajuaje kama umefundisha? Ungejuaje? Kwa hivyo, kama umekuwa ukifundisha, unajuaje kwamba umekuwa ukifundisha? Ningependa usimamishe video kwa dakika chache. Kama unafanya hivi katika mazingira ya darasa na katika vikundi vya watu 3 au 4, je, hamtajadili hili? Kufundisha ni nini? Na unaweza kutumia maswali hayo mawili kuchunguza hasa maana yake kwako. Je, kuna ufanano na tofauti gani kati ya kufundisha na kuzungumza hadharani? Na utajuaje kama umefundisha? Chukua dakika chache. Kisha nitashiriki mawazo machache kuhusu kile ninachoona kama jibu la hili. Sawa, naamini kwamba mlipata nafasi ya kufikiria hili katika kikundi chenu kidogo na labda kushirikiana mawazo machache. Ninapenda dhana ya Kiebrania ya kufundisha. Kwa hivyo lugha ya Kiebrania haina neno huru kwa ajili ya kufundisha. Yote iliyo nayo ni neno la kujifunza. Na kisha ikiwa unataka kuzungumzia kufundisha, unachukua neno la kujifunza na kuliweka katika kinachoitwa mzizi wa kusababisha. Kwa hivyo wazo linakuwa kusababisha kujifunza. Je, si hilo ni zuri? Kufundisha ni nini? Kufundisha ni kumsababisha mtu kujifunza. Kusababisha mtu kujifunza. Ninapenda mtazamo huo wa kuona kufundisha. Ikiwa kufundisha ni kumsababisha mtu kujifunza, basi njia tunayotumia kufundisha inaweza kuwa hotuba ya hadhara. Lakini ikiwa unatoa hotuba ya hadhara na mtu hajifunzi, basi kwa kweli haufundishi, sivyo? Kwa hivyo kufundisha ni nini? Kufundisha ni kumsababisha mtu kujifunza. Kusababisha kujifunza ni kufundisha. Sasa, ikiwa ndivyo ilivyo, inatuleta kwenye kanuni yetu ya kwanza au msemo. Yaani, huenda umesikia hili kwa kweli.
Kuna msemo maarufu unaosema kuhusu uongozi, ikiwa nadhani ninaongoza na hakuna anayefuata, basi ninafanya matembezi tu. Ni ya kuchekesha, lakini ni kweli kwa namna fulani, sivyo? Ikiwa nadhani ninaongoza na hakuna anayefuata, basi ninafanya matembezi tu. Nadhani tunaweza kuchukua msemo huo huo na kuutumia vizuri sana katika sanaa ya kufundisha. Tunafanya hivi. Tunasema ikiwa nadhani ninafundisha na hakuna anayejifunza, basi ninafanya mazungumzo tu. Kwa hivyo ikiwa nadhani ninafundisha lakini hakuna anayejifunza, ninafanya mazungumzo tu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu kufundisha ni kusababisha kujifunza. Kwa hivyo, ikiwa ninafundisha lakini hakuna anayejifunza, basi siko kweli kufundisha. Ninajuaje kwamba nimefundisha? Ninajua kwamba nimefundisha ikiwa mtu mwingine amejifunza na anaweza kuonyesha kwamba amejifunza. Je, kuna tofauti gani kati ya kufundisha na kuzungumza hadharani? Naam, wakati mwingine vinaingiliana, lakini si lazima. Unaweza kuzungumza hadharani, lakini ikiwa hakuna anayejifunza, hiyo si kweli kufundisha. Hiyo ni kutoa hotuba tu. Wakati mwingine kuzungumza hadharani ni njia nzuri ya kufundisha. Wakati mwingine ni njia mbaya ya kufundisha. Jambo kuu ni kwamba tunaboresha urahisishaji wetu tunapokataa kukubali chochote isipokuwa ukweli kwamba mwanafunzi amejifunza, kama ufafanuzi wetu wa kufundisha. Ikiwa umeamua kufundisha Agano la Kale na haufundishi Agano la Kale, unapaswa kuwa na furaha tu ikiwa wanafunzi unaowafundisha wamejifunza Agano la Kale, angalau kwa undani ulioamua kuwafundisha. Kwa hivyo hiyo ndiyo hoja yetu ya kwanza, kwamba kufundisha ni kusababisha kujifunza, au kwa njia ya msemo, ikiwa nadhani ninafundisha na hakuna anayejifunza, basi ninatoa hotuba tu. Hapa kuna picha nyingine ya kutafakari. Angalia vizuri picha hiyo. Swali langu ni, nani anajifunza? Unaweza kuona watoto wachache kwenye picha. Ni mtoto yupi anayejifunza zaidi? Ni watoto gani wana uwezekano mkubwa wa kujifunza? Kwa hivyo, unaweza kuona msichana akiwasilisha kitu alichofanyia kazi mtoto mwingine, akiinua mkono kuuliza swali, na wengine wachache wakikaa tu wakisikiliza au kuangalia kinachoendelea. Mara nyingine tena, na kualika usimamishe video na chukua dakika chache kufikiria ni nani katika picha hii anayejifunza zaidi na kwa nini? Kwa nini? Nani anayejifunza zaidi na kwa nini? Nitakuona baada ya dakika chache. Karibu tena. Natumaini umepata muda wa kufikiria ni nani katika picha hii anayejifunza zaidi na kwa nini. Kwa hivyo ulipoitazama, natumaini ulitambua kuwa mtoto mmoja ameandaa kitu na anakiwasilisha kwa darasa. Mwingine anashirikiana naye kwa kuinua mkono, uliza swali au kutoa maoni. Na wengine wanaonekana tu wanasikiliza au kutazama, au labda wanacheza kwenye simu zao. Nani anajua? Kwa hivyo swali letu ni nani anayejifunza zaidi? Na inapaswa kuwa wazi, sivyo? Mtu anayejifunza zaidi bila shaka ni mtoto anayewasilisha kile alichoandaa. Yeye, kwa mbali sana, amejifunza zaidi. Na sasa baada ya kuandaa uwasilishaji wake, anahitaji kuusema kwa maneno. Kwa hivyo yeye ndiye mwanafunzi nambari 1 katika tukio hili. Pengine mtoto anayejifunza kwa kiwango cha pili ni yule anayekaribia kuuliza swali. Kuuliza swali au kutoa maoni, kwa sababu mtu huyo anashiriki kikamilifu na kinachoendelea. Na watu wanaojifunza kidogo zaidi ni wale ambao wanasikiliza au kutazama tu, au labda hawafanyi hata hivyo. Labda wako tu darasani kimwili, lakini hawasikilizi wala kutazama. Hilo hutokea mara nyingi. Kwa hivyo hii inatupeleka kwenye kanuni, kauli ya pili, kwamba ukiitumia itaboresha sana uongozi wako. Na ndiyo hii: yeyote anayezungumza ndiye anayejifunza. Yeyote anayezungumza ndiye anayejifunza. Kuna uhusiano kati ya anayeshiriki kikamilifu na anayejifunza zaidi.
Kwa hivyo, marafiki, ikiwa lengo la ufundishaji wetu ni kwa wanafunzi kujifunza, na tunafafanua ufundishaji kama kusababisha wanafunzi kujifunza, je, ni athari gani kwa jinsi tunavyofundisha? Ikiwa ni kweli kwamba anayezungumza ndiye anayejifunza, athari ni dhahiri, sivyo? Tunapaswa kuzungumza kidogo, na tunahitaji kuunda nafasi zaidi katika mazingira yetu ya kujifunza. Kwa mwanafunzi, kuzungumza, kueleza mawazo yao, kuuliza maswali yao na kuunganisha mawazo na fikra zao. Ungefanya nini tofauti? Ikiwa kweli unaamini kwamba anayezungumza ndiye anayejifunza, je, hilo lingebadilisha vipi jinsi unavyosimamia maeneo yako ya kufundishia? Niko tayari kubashiri kwamba kwa wengi, ikiwa kweli unaamini hivyo, na unapaswa kuamini, ikiwa kweli unaamini, ingekuwa na athari kubwa kwenye jinsi unavyopanga masomo yako. Ningependekeza kwamba mgawanyiko wa nani anayezungumza na nani anayejifunza unapaswa kuonekana kama hivi. Kwa kweli, katika madarasa mengi ni kinyume chake, sivyo? Wanafunzi wetu wanapaswa kuwa wakizungumza 70% na kusikiliza 30%. Inawezekana sana katika madarasa mengi yenu mnafanya 70% ya mazungumzo, na wao kwa zaidi labda wanafanya 30% ya mazungumzo. Ninashuku katika madarasa mengi ni kama 90-10. Lakini ikiwa kweli tunaamini kwamba anayezungumza ndiye anayejifunza, tunapaswa kuchukua usawa huo. Na tunapaswa kugeuza hali hiyo. Tunapaswa kupanga vipindi vyetu vya darasa kwa njia ambayo inawafanya wanafunzi wetu wazungumze kikamilifu kupitia maudhui tunayowasilisha. Kuna njia nyingi tunaweza kufanya hivyo, lakini inaanza na mabadiliko ya mtazamo. Tunapaswa kuamini kwamba kazi yetu ni kuwafanya wajifunze, sio tu kutoa hotuba, na kwamba wanajifunza vyema zaidi wanapokuwa na shughuli zaidi, wanapozungumza zaidi, sio tu kwa kupokea, kukaa na kukusikiliza. Mwalimu mkuu, hata kama wewe ni mwalimu mkuu, itakuwa bora kuwafanya wazungumze zaidi na wewe uzungumze kidogo kuliko kutoa mhadhara tu. Kwa hivyo, hayo ni kanuni zangu 2 rahisi za kuboresha uratibu wako. Nambari 1, lazima uone kazi yako kama wafanya watu wajifunze, sio kutosha tu kutoa mhadhara. Hata kama maudhui yako ni bora, haitoshi kutoa mhadhara tu. Kazi yako kama mwalimu mwezeshaji wa kujifunza ni kusaidia na kusababisha watu kujifunza. Kama unafundisha na hakuna anayejifunza, unatoa hotuba tu. Na nambari 2, yeyote anayezungumza ndiye anayejifunza kwa kina zaidi. Ndiyo, tunajifunza kwa kusikiliza, lakini tunajifunza zaidi tunapofikiria kwa bidii, tukifanya kazi na mawazo, tukijaribu kuyatoa sisi wenyewe, tukijaribu kufikiria maana yake kwetu, kwa makanisa yetu, kwa huduma zetu. Madhumuni ya hilo ni kuboresha uwezeshaji wako. Zungumza kidogo na tengeneza shughuli za kujifunza na maeneo ya darasani ambapo unawafanya wanafunzi wako wazungumze zaidi. Ninapendekeza 70-30. Sawa. Hebu tuchukue kanuni hizo 2, na tutakachofanya kwa kipindi kilichobaki ni kuzitumia kwenye moja ya matokeo katika programu ya Reforma, yaani matokeo 1. Matokeo 1 katika programu ya Reforma yanataka wanafunzi kusimulia matukio 10 makuu ya Agano la Kale na kushiriki hadithi za angalau wahusika 10 wakuu wa Agano la Kale. Kwa hivyo, hebu tuwaze kwamba tunakwenda kufundisha matokeo haya katika eneo la mkutano wa moja kwa moja. Kwa kweli, nitakuomba upange jinsi unavyoweza kufundisha matokeo haya katika eneo la mkutano wa moja kwa moja. Utafanya hivyo kama zoezi la kikundi kwa muda mfupi. Kabla ya kufanya hivyo, hebu tuchambue kile ambacho matokeo haya yanahitaji.
Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya nini? Angalia, sivyo? Mwalimu anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya nini? Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya nini? Mwisho wa kipindi cha kufundisha au idadi ya vipindi. Mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya nini? Na ukisoma kwa makini utagundua mwanafunzi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya mambo mawili, sivyo? Moja, wanapaswa kuwa na uwezo wa kusimulia tena. Hiyo ni kama kueleza tena. 10 ya matukio muhimu zaidi yaliyoandikwa katika Agano la Kale. Na 2, wanapaswa kuwa na uwezo wa kushiriki au kusimulia hadithi za wahusika 10 wakuu katika Agano la Kale. Kwa hivyo, fikiria kwamba tunafundisha na tumechagua wahusika wetu 10 na hadithi zetu 10. Na tunaenda na tunatoa hotuba ya kusisimua kwa umma kuhusu matukio makuu na wahusika wakuu. Na mwishoni mwa hotuba yetu ya kusisimua, wanafunzi wote wamehamasishwa NK. Na ungewaambia, sawa, niambie kuhusu wahusika 10 wakuu katika Agano la Kale. Ikiwa hawawezi kusimulia hadithi, hawajapata matokeo. Wamejifunza tu, ambayo inamaanisha umefundisha tu ikiwa wao, mwanafunzi, wanaweza kusimulia matukio na kusimulia hadithi za wahusika wakuu. Kwa hivyo, utajuaje kwamba umefundisha matokeo haya? Utajua umefundisha ikiwa watu uliowafundisha wanaweza kusimulia hadithi na kusimulia matukio ya Agano la Kale. Inatia changamoto, sivyo, ikiwa tunafafanua kazi yetu kama kusababisha kujifunza. Basi tunajiwekea lengo la juu kwamba hatujafundisha tu kwa sababu tumeelezea nyenzo. Tumefundisha tu ikiwa watu bobea katika nyenzo kwa kiwango ambacho tumewataka wabobee. Kwa hivyo hapa kuna zoezi ambalo ningependa mjaribu kwa muda uliobaki. Katika vikundi vyenu vidogo, ningependa mchukue lengo la kwanza na mfikirie jinsi mtakavyofundisha hili katika shule yenu, kanisani kwenu, darasani kwenu. Mtahitaji kuchagua matukio 10 na hadithi 10, na pia mtahitaji kufikiria jinsi mtakavyotumia muda wa darasani kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kuelezea matukio makuu na kusimulia tena hadithi za wahusika 10 wakuu. Furahieni. Naam, natumai mliona zoezi hilo la kufikiria jinsi ya kufundisha lengo hilo kwa njia ambayo wanafunzi wamejifunza kweli kuwa zoezi lenye changamoto kubwa. Kama mlifanya vizuri, mnapaswa kuwa mliona kuwa ni changamoto hasa. Ninataka kuwashukuru kwa mwaliko wa kushiriki mawazo kadhaa kuhusu jinsi ya kuwa walimu na wawezeshaji wa kujifunza wenye ufanisi zaidi. Nawaachia changamoto ya kukubali chochote chini ya wanafunzi kujifunza kama ishara kwamba mnafanya ufundishaji na kwamba mkumbatie wazo hilo, kwamba yeyote anayezungumza zaidi ndiye anayejifunza zaidi, kwamba unajaribu kufikiria jinsi ya kubuni shughuli za darasani kwa njia ambayo wanafunzi wako wanakuwa na shughuli zaidi na wanazungumza zaidi kuliko walivyofanya hapo awali. Asanteni sana. Mungu awabariki mnaposaidia wengine kukua katika uelewa wao wa neno lake. Kwaheri kutoka kwangu.